Tangu kufunguliwa kwa mlango wa mchakato wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kugombea nafasi za uongozi, ubunge na udiwani ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, kamera ya Jambo TV imeendelea kushuhudia watiania wakijitokeza kutoka kona mbalimbali za nchi katika ngazi ya ofisi husika za Chama cha Mapinduzi katika kuchukua na kurejesha kwa fomu hizo. Na hapa ni kutokea wilayani Rorya, ambapo kamera ya Jambo TV imemnasa Peter Wachara, mkazi wa kijiji cha Nyambogo, kata ya Kitembe, ambaye ni mfanyabiashara na mdau wa maendeleo na kada wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye ni miongoni mwa watiania wa nafasi ya udiwani aliyejitokeza mapema hii leo. Mtazamaji wa Jambo TV, endelea kuungana nami Fedrizo Samson Kisiri, kaka journalisti wa Jambo TV Mara. Karibu kijana. Asante, nashukuru sana. Hapo umefika ofisi ya CCM kata ya Kitembe. Ndio. Wilaya ya Rorya, mkoa wa Mara. Kama uko tayari kuchukua fomu, fomu ziko tayari kwa sababu ya vijana wanaotaka kugombea nafasi zote. Lakini hapa ofisi ya kata tunawapa wale ambao wanagombea nafasi ya udiwani tu. Kama una hiari kugombea nafasi nyingine kama ubunge, unaweza ukaingia katika ofisi ya wilaya iliyoko Utegi. Lakini hapa tunatoma fomu za udiwani. Na kata hii inatoa fomu ya udiwani wa kata ya Kitembe tu. Kama uko tayari kugombea kata ya Kitembe, basi na sisi tuko tayari kukupa fomu. Fomu inatolewa kwa gharama ya shilingi 50,000. Mtu yeyote asikudanganye kwamba utoe gharama nyingine tofauti na hiyo iliyopangwa na chama. Mimi hela ambayo naipokea ni shilingi 50,000 kwa sababu ya fomu. Na hii siwezi nikapokea bila kutoa risiti. Risiti ni lazima. Lakini la zaidi tunawasisitizia, ndio, kisha kugusa tu fomu, ujaze fomu. Hakuna kikao chochote kinachoweza kukaendeshwa kwa kuashiria kampeni mpaka siku zingine zitakazoamuliwa na chama chenyewe. Kwa hiyo tunakusihi uende ujaze fomu, urudishe fomu, lakini hakuna kikao chochote ambacho unaweza ukakifanya. Iwe msiba, iwe mkusanyiko wa watu kwenye center, iwe umewaita watu sehemu fulani, ni marufuku. Sawa, nashukuru. Asante. Na nimekuja kuchukua fomu, ndio, kwa lengo la kutia nia kwenye nafasi ya udiwani kata ya Kitembe. Kwa masharti yote nitasimamia kikamilifu na nitahakikisha kila kitu kinakuwa kwenye nafasi sawa na kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na chama. Kwa hiyo sasa niko tayari kupokea fomu. Lakini kwenye fomu naweza ukajua fomu vizuri sana. Ukiona unatatanishwa na sehemu fulani ya kujaza fomu, usihofu. Sawa. Tuko tayari kukusaidia sehemu ambayo inaona kwamba haukuelewa vizuri. Sawa. Vile fomu hii ni marufuku kutoa fotokopi. Pia fomu hii ni marufuku kufutwa. Japo utakosea kwa maana kosa linaweza likashika mtu wakati wowote. Rejea upewe fomu nyingine. Sawa. Hii fomu haitaki uchafu. Na hii fomu wakati unakwenda kuijaza, utajaza nakala 3. Hizi nakala zote itaenda na picha ya passport moja. Sawa. Kwa hiyo kuwa tayari. Sawa, nashukuru sana. Niko tayari kukukabidhi fomu. Sawa. Kwa sababu umeiari wewe mwenyewe. Haukulazimishwa. Sija kutafuta kuja kuchukua fomu. Au nimekutafuta? Hapana. Si umekuja wewe mwenyewe? Kwa hiari yangu. Ni maamuzi yako mwenyewe. Sawa. Si kwamba umesinikishwa. Uko tayari kulitumikia taifa na Chama cha Mapinduzi. Amina. Asante sana. Karibu sana. Tunawataka vijana kama nyinyi ambao wako tayari kuisaidia chama, kusimamia ilani ya chama kama ilivyo
inavyotakiwa. Sawa sawa. Hatutaki vijana ambao hawawezi wakasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sawa sawa. Tuko tayari kukukaribisha. Sawa. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Ndio. Na hii ndiyo fomu ambayo itajazwa. Fomu hii ina ukurasa zinazojazwa. Moja hii hapa. Sawa. Ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu. Ukurasa huu wewe hautaujaza. Sawa sawa. Itajazwa na vikao hitajika. Sasa wewe unafikia ukurasa huu tu. Sawa sawa. Sehemu yeyote ikikuchanganya, usihofu. Hata kama umeenda nalo nyumbani, unaweza ukarudi kupewa ushauri zaidi. Sawa sawa. Tuko tayari kukusaidia. Sawa, nashukuru sana. Asante. Kwa hali hiyo, naomba uipokee fomu ili uifanyie kazi. Sawa sawa. Na kutakia kila laheri kwenye ujazaji wako wa fomu. Asante sana. Asante. Sasa kinachofuatia ni gharama ya fomu. Sawa sawa. Kama nilivyokuelezea ni shilingi 50,000 tu. Nafikiri thibitisha kwamba fomu hizo ulizopewa hakuna dosari hata moja kwenye kurasa zao. Sawa sawa. Kama itatokea kurasa ambayo ina dosari, tuko tayari kukubadilishia. Sawa sawa. Kwa hiyo hakikisha hapa Fomu naona ziko sawa. Wakati huo tulipewa nafasi hii na uongozi wa wilaya kwamba kila anayekuja kuchukua fomu anatoa shilingi 50,000. Uko tayari kutoa hiyo hela? Niko tayari. Sija kuomba rushwa. Niko tayari. Ila najua taratibu. Ndio utaratibu wa chama. Sawa sawa. Si ndio hata wewe unaelewa? Umesikia kwenye redio? Kwenye redio tunasisitiza rushwa haitakiwi. Naam, baada ya zoezi la uchukuaji wa fomu hii kukamilika, kamera ya Jambo TV iliendelea kutia nanga maeneo haya, na majira ya saa 9 ilimshuhudia mtiania huyo akitembea kwa mbwembwe na kibegi mkononi akirejesha fomu katika ofisi hiyo ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Naam, karibu. Asante. Karibu keti. Asante. Hiyo mko makini sana. Nilipa na karatasi Ndio. Kwanza hii hapa. Sawa. Hii hapa. Tatu hii hapa. Karibu. Habari sana. Asante. Nashukuru sana. Endelea. Haya, asante. Ngoja wale. Kwa majina naitwa Peter Wachara, mkazi wa kijiji cha Nyambogo, kata ya Kitembe. Mimi ni mtiania nafasi ya udiwani kata ya Kitembe, wilaya ya Rorya. Nimechukua fomu asubuhi ya leo na nimerejesha saa 8 mchana. Na lengo la kufanya hivyo ni kulingana na kanuni na taratibu zilizowekwa kwamba fomu tunatakiwa kuchukua tarehe 28 mwezi wa 6 na tarehe 2 mwezi wa 7 tuwe tumerejesha fomu. Kulingana na muda nimeamua kurudisha fomu mapema ili michakato mingine iendelee. Nashukuru sana ndugu mwandishi. Ila leo sio siku ya kuzungumza. Leo ilikuwa ni siku ya kuja kuchukua fomu na kurejesha, na pia kuhabarisha wananchi kwamba mimi ni miongoni mwa watiania katika nafasi hii ya udiwani kata ya Kitembe. Itakapofika muda tutazungumza, ila kwa sasa watu waelewe ya kwamba mimi ni mtiania nafasi nyeti, nafasi ya udiwani kata hii ya Kitembe. Nakushukuru sana mwandishi.